Swala la mbolea lilikuwa kero sana. Na niwaombe sana wazazi wangu, jambo hili limetokea kwa sababu serikali yote ilikuwa kwenye uchaguzi. Kuna watu waliingiza mambo yao hapa katikati, wakawapiga wakulima wangu hao. Sasa mbunge amechaguliwa, msimu ujao tutakufa na watu. Hakuna atakayeuza mbolea feki, hakuna atakayeuza madawa feki, hakuna atakayeuza pembejeo mbegu feki, haipo. Na nimeshawaambia wafanyabiashara, tutakaa kikao kizito, na ikiwezekana tutakwenda kuwekea masharti. Utakayebainika umemuuzia mkulima wangu mbegu feki, mbolea feki, pembejeo feki, utamlipa fidia wewe, na tutafunga duka lako. Kwa sababu kuna watu ukicheka nao na wao wanacheka na wewe. Sasa unacheka na wakulima hawa jamani. Si unaua mama zangu hapa. Si unaua baba zangu hapa. Watu tuwe na huruma. Mbunge wenu wakati wanatuzia hizo mbolea sikuwepo. Sasa nipo na chama kinasikia hapa. Tutaweka utaratibu mzuri kuhakikisha hakuna mbolea feki. Na mbolea zitakao kuja Mbozi tuhakikishe imekambuliwa. Na wewe wakati ukinunua mbolea hakikisha ununua mbolea kwenye duka linaloeleweka. Ili ikigoma hiyo mbolea tuambie ni fulani nimuuzia. Hapo vipi? Nitawaambia lazima sisi tunzeni. Tutanyoshana mwaka huu kwenye mbolea, kwenye mbegu, kwenye mbegu na kwenye madawa. Rais hajapenda, waziri hajapenda, baada zuri sasa tuna waziri pia. Sikumwona Mheshimiwa Chongolo alikuwepo hapa. Nimemwambia ni Mbozi sitaki mbolea za hovyo hovyo, sitazisema hapa.